Mimi kwa majina naitwa Abdul Rashid Mdigo. Ni founder na pamoja ni mwenyekiti wa bodi kuu ya utendaji ya Abu Rashid Islamic Foundation, na foundation hii ilianza mnamo mwaka wa 2020 na tulianza Disemba. Tulikaa kama vijana, marafiki na ndugu, kama mlivyotuona wale ambao tumevaa hizi reflectors. Tukaona vijana wengi kwa sasa tunajitahidi katika kutafuta maisha ya dunia, lakini maisha ya dunia ni ya msimu, kwa sababu kuna maisha baada ya haya. Kwa hiyo tulikaa pamoja, tukaja na dhana kwamba pamoja na kwamba tunafanya jitihada za kutafuta maisha ya dunia, nguvu ile ile tuitumie katika kutafuta maisha ya akhera. Ndiposa tukaja na wazo la kuzindua ama kuanzisha shirika hili la Abu Rashid Islamic Foundation. Malengo yetu makuu ni kufanya khairat katika masuala ya dini, na haya ni pamoja na kutembelea vituo vya mayatima, wagonjwa katika mahospitali. Vile vile huwa tunafanya distribution ya chakula kwa ajili ya iftar kila mwaka katika mwezi tukufu wa Ramadhan. Na kwa mwaka huu kwa mara ya kwanza sasa hii tumezindua hii project ya kufanya mashindano ya Qur'an, na biidhnillah tunapoendelea ni malengo yetu makuu kwamba tutaendelea nayo mpaka pale Allah atatukatisha maisha yetu inshallah. Na nachukua fursa hii kuwakaribisha katika hili shirika, kwa sababu hili shirika kama mnavyoliona, pengine kuna wengine watadhani tuna wadhamini wakuu, lakini si hivyo. Ni sisi tumekaa pamoja tukahusisha ndugu zetu, marafiki wa karibu. Tukiwa na project zetu tunaweza kuzipost na kutangaza ile michango midogo ambayo tunapata, tunaweza kufanya khairati kama hizi. Tukichukua mfano mdogo wa mashindano haya, uanzilishi tulianza na project ambayo tunaita 50 Bob Challenge ya Friday, na wengi wetu wale ambao wako na namba zangu nimekuwa nikiwatumia jumbe kila Ijumaa. Alhamdulillah, tulianza mwaka jana, mwezi wa 4, na tulifanikiwa kuweka akiba kiasi, ndiposa tukaandaa mashindano haya. Kwa hiyo mimi sitaki kuwa mrefu, nataka kuwakaribisha nyote kama Waislamu, kwa sababu sisi hatuna wadhamini. Ile shilingi yako, shilingi 2, 50 ya mwingine, tukichanganya pamoja tunaweza kufanya makuu. Tuangalie kama 50 ya kila mmoja ambaye tunachanga kila Ijumaa imetufikisha hapa. Je, kwa nyinyi wengine ambao bado hatujaungana na nyinyi na uwezo upo, tukiungana sote tutakuwa wapi? Kwa hiyo ni wito na ni changamoto kwa ndugu zetu wakubwa na wadogo. Mkiangalia sisi ni vijana wadogo sana, tumeanzisha hii kitu na tunahitaji support ya kila Muislamu, si kwa viongozi wala si kwa individual wa kawaida. Kila mmoja anatafuta akhera. Kwa hiyo karibuni sana, mnakaribishwa. Tuko na pages zetu, wale ambao wanataka kutufuatilia activities zetu kama ni Instagram, Facebook, YouTube ni Abu Rashid Islamic Foundation. Hii function pia tutapost pale kwa YouTube yetu. Kwa hiyo baadaye kama umepitwa na tukio utaweza kuiona pale. Sitaki kuwa mrefu kwa sababu gavana anataka kuwania pale Kombani. Nadhani nimewasilisha ujumbe japo kwa ufupi, lakini wengi wetu nadhani mnanifahamu, na mkitaka kujua zaidi mtembelee pages zetu ama mtutafute individual. Shukran sana na tunawakaribisha nyote. Shukran. Niseme tu mashaallah, na Mungu azidi kuwaeka na kuwahifadhi katika mema yote ambayo mnayatenda vijana wetu wa Tiwi na wa nje kwa jumla. Ningependa kumkaribisha Ustadh Gatiwi kwa niaba ya maimamu na maustadhi wote wa Tiwi aweze kutusalimu na kuzungumza mawili matatu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yangu ni matatu tu peke yake. Jambo la kwanza, nataka kutoa nasaha kwa vijana wetu. Nafikiri nimesikiza vijana wengi wakisoma Qur'ani, lakini baadhi yao wanakwama. Sasa kuwa ni mchecheta wa hadhira ilivyo, si kila mmoja ambaye amezoea kusimama mahala kama hapa. Lakini pia kuna jambo moja la msingi sana ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelizungumza, na iwe ndio nasaha yangu kwenu nyinyi vijana ambao mnasoma Qur'ani. Mtume wetu ametuambia, ta'ahadul Qur'ana wa walladhi nafsi law ashaddu tafassiyan min al-ibli fi uquliha.
ya kwamba watu wadumu kufanya muraja, kuisoma Qur'ani mara kwa mara. Kwa hiyo nasaha yangu kwenu nyinyi ni murajaa na mudhakara katika hiyo Qur'ani, kwa sababu Mtume amesema ina tabia ya Qur'ani ya tafallut, ya kutoka haraka haraka. Kwa hiyo murajaa, ndugu zangu, ni muhimu sana. Jambo la pili ni kwa wazazi, kina mama na kina baba. Hawa vijana ili wapate sapoti, wadumu katika hali hizi na hadhara hii, ni sisi kuwapatia sapoti kubwa zaidi. Na nakusudia sapoti si kula wala si mavazi, bali tuwalete karibu sana, kwa sababu hao vijana ambao wanasifika na tabia za ambao si hazipendezi, ni kwamba tumeweka boundaries kati yetu sisi na wao. Hatuna ule urafiki na hao watoto wetu. Kwa hiyo nawaomba sana kina mama na kina baba, hao watoto wetu tuwaleteni karibu. Sio kama vile zamani unaambia nyumba wenyewe sio wanache bwana kasagele kule, basi mikao yote mtoto hausiki. Basi kuna mengine tukae nao, tunywe nao kahawa, tuzungumze nao kidogo, zile hisia zao wanaweza kufunguka vifua vyao wakatuambia hisia zao, na sisi kuwasaidia na kuwaguide na kuwaelekeza mahali ambapo ni pazuri zaidi. Na la mwisho, nataka kutoa shukurani za dhati kwa gavana wetu Madam Fatuma Hachani. Sisi watu wa Tiwi, hili nalizungumza kwa kinywa kipana, tunatakiwa tumshukuru huyu madam sana tu, kwa sababu ametupatia zawadi ambayo ni kubwa sana hapa Tiwi. Kuna machifu ofisa wawili, bwana Mwashando na bwana Zimbu. Hawa wanatoka hapa Tiwi, na si rahisi ya kwamba katika wodi moja tupate machifu wawili. Hii ni neema ambayo tutakwenda kuulizwa nayo mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama tutaikufuru. Kwa hiyo ni sisi kuishukuru, kumshukuru Madam Fatuma Hachani na hawa viongozi wetu, kuwashika mikono na kutembea nao na kuwasaidia na kuwapatia ushauri, sababu hawa ni wanadamu, wanateleza, wanapatia. Kwa hiyo pale mahali ambapo wameteleza, ni sisi kuwaleta karibu na kuwaguide na kuwaelekeza. Kwa hiyo ni shukurani ya dhati, na haya sio maneno yangu. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha ya kwamba mtu atakayewafanyia zuri basi mshukuruni, mlipeni, na kama hamna cha kumlipa basi muombeeni dua. Hiyo ni hadithi Sheikh Ali haraka nafikiri. Kwa hiyo man sana ilaikum ma'rufan fakafiuhu, mtu atakayewafanyia mazuri mlipeni, na ikiwa hamna cha kumlipa basi muombeeni dua ambazo ni njema, ili afanikiwe, abarikiwe na apate nguvu katika maisha yake. Mimi dua yangu na kuombea madam, Allah akubariki, akutie nguvu na akupatie uwezo mkubwa zaidi ya hapo ulipo. Wabillahi tawfik, wassalamu alaikum. Asante sana. Kwa sababu ya wakati nitapisha bwana Mshenga Ruga, alafu baadaye kuna wawakilishi wengine watazungumza baadaye. Asante sana ndugu yangu admin, mama gavana, mashekhe mlio hapa, ndugu zangu nyote, asalamu alaikum. Mimi naendeleza itifaki tu, na kwa unyenyekevu namuuliza mheshimiwa aliye mteja wangu upande mwingine, shemegi, njoo tafadhali. Baba usiharibu angaro, tujirani haya. Amani. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Na chukua nafasi hii kwanza kuwapongeza walimu wote ambao wako hapa wamehudhuria katika kongamano hili, wanafunzi wote, wazazi na kina mama, nasema salamu alaikum tena. Pili, nataka kuchukua nafasi hii kuwapongeza hao vijana ambao wamekuja na foundation ambayo lengo na madhumuni ni kuboresha hali yetu ya maisha hapa chini, kwa sababu kama tuna msingi kama huu, basi ni katika hali ya kuboresha maisha. Mimi leo ni siku muhimu sana, na niko na mwenzangu, lakini yule mwenzangu ndio atamalizia. Mimi nitazungumza alafu nitamkamilisha yeye alafu aweze kumaliza. Na chukua nafasi hii pia kumpongeza mstahiki wetu gavana, ambaye kwa wakati wake alionao ni wakati ambao kwamba leo alikuwa na shughuli nyingi, lakini ameona afadhali pia apitie hapa, kama alivyosema Ustadhi Gatiwi vile alivyozungumzisha gavana wetu katika hali ambayo sisi watu wa Tiwi anatupenda, na mtu ambaye anatupenda lazima sisi nasi tufanye nini? Tupende kama mwenzetu. Kwa hivyo watu wa Tiwi ndio hivyo. Kadhalika nafikiri wakati huu kuna changamoto nyingi za maisha, na kwa sababu ya foundation kama hii tumepata chombo ambacho sisi watu wa Tiwi kuifuata vizuri itaweza kutuelekeza katika mambo yetu, na chombo hiki ni cha wenyewe foundation ambao wametengeneza,
na sisi tutachangia, kwa sababu hakuna jambo ambalo linaweza kufanya na mtu mmoja peke yake. Wao walianzisha na sisi tuko nyuma, tutawasaidia. Tuko tayari kuhakikisha kwamba foundation hii itakuwa bora kama zile foundation zingine ambazo kwamba ziko katika dunia. Tunajua foundation kama Aga Khan Foundation zimeanza hivi tu kidogo kidogo na zimepanda, na sasa hivi ni foundation ambazo zina control katika uchumi wa dunia pia. Kwa hivyo leo ni siku muhimu sana, na singependa kuwachosha kwa sababu pia kuna wakina mama ambao wamekuja hapa, na naamini baadhi ya wakina mama wengine pia wana mahitaji kule nyumbani. Wakina baba pia wanawaomba, wanawataka waende wakamalize mambo ya futari. Kwa hayo machache na mengi, nachukua nafasi hii kumuita ndugu yangu Mheshimiwa Wapongwe Kikoneni. Ni kijana na rafiki yangu, ni kijana ambaye mambo yake ni mazuri kwa sababu hana maneno mengi, hadharau mtu, na ni mtu ambaye hana maneno sana. Chigomba yule kwamba zungumza kidogo mpaka maramze miti ndiye yule Mwaduga. Karibu sana. Asante sana Mheshimiwa Juma Mwachifyomo, mzee wa busara, ambaye mimi binafsi nampenda sana kwa sababu upenzi wetu leo umedhihirisha. Mimi nimekaa Pongwe, nimelala Pongwe, yeye amelala hapa, lakini tumevaa black. Sasa dalili ya upenzi. Ndugu zangu, mstahiki gavana, chief, mawaziri na mama, walimu, asalamu alaykum. Mimi kwa majina naitwa Omari Bakari Mwaduga, ni mjumbe wa kule Pongwe Kikoneni. Nimefurahi sana kufika hapa, pia nimeona kuna ndugu zangu wa Pongwe wako hapa. Hebu inua mikono kidogo. Naona mkitoka hapo mstahiki gavana akimaliza, wale ndugu zangu wa Pongwe tuonane pale kwenye ile goli tuongee, kwa sababu unaweza ona mimi siko Pongwe na amba Mwaduga yeye atatali. Hii ni jambo ambalo niko sa Pongwe, ujue niko Kombani, pia kuna mambo kama haya, niko Tiwi. Sasa lazima tokaga bishara goli kidogo kutushiraiva mstahiki kama Kamara. Ndugu zangu tu mimi niwakumbushe kwa heshima kubwa, huu mwezi wa Ramadhani, wakati wa saumu ya kwanza msikiti ilikuwa imejaa sana mpaka nikafurahi mimi binafsi, lakini wallahi maajabu sasa kifika msikitini hata safu mbili itasifika. Na mimi nina imani ndugu zangu, yule wa kwanza, hata mkiangalia mambo ya mbio, yule mtu wa kwanza sio ndiye atakuwa wa kwanza, anaweza kuwa wa mwisho. Huyu wa mwisho kwa wa kwanza. Na waomba ndugu zangu kwa heshima na unyenyekevu, huu mwezi wa kutubia, tutubieni, turudi kwa Mwenyezi Mungu ili kumira mwisho na sitara atoni hiyo Lailatul Qadri atosamehe madhambi yangu. Kwa hiyo na uende ni ibada sana. Na mstahiki gavana, mimi sitaki kuongeza lolote kama Ran Sheikh hiyo. Sheikh aka kisha maneno ambayo tutasitaki kuinjira tuona, isipokuwa tu na kuvoera dua Mwenyezi Mungu akupe nguvu uzidi hivyo hivyo. Mwisho mimi nawaomba ndugu zangu kwa heshima, kuna sura ambayo mimi nataka kuisoma hapa fupi. Hapo ulipo kama kuna mwenzangu akutafasirie ama tukiondoka Sheikh atafasiri. Araaita alladhi yukadhibu bidin, araaita alladhi yukadhibu bidin fadhalika alladhi yad'u al-yatim wala ya'ullu wa ta'ali al-miskin fawailul lilmusallin alladhina hum an salatihim sahu alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'ruf. Takbir. Asante sana bwana Mshenga, asante. Asante sana kwa Mwaduga. Sasa nafikiri tumefikia kikomo chetu, kwa sababu tunapatia nafasi kwa nafasi hii kwanza kumpatia mstahiki gavana wetu aweze kutulia na aweze kufunga kongamano letu. Mheshimiwa Gavana, karibu sana, karibu Tiwi, na kuomba uongee na wananchi wako wa Tiwi na Wakwale kwa ujumla. Asante sana. Na shukrani sana Mheshimiwa mjumbe wetu wa Tiwi. Waislamu wote, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha siku ya leo tumeweza kukutana hapa, na niwashukuru wale organizers wa Abu Rashid Islamic Foundation kwa jitihada ambayo wameweka, na leo hii wameweza kutukutanisha kuja kuona vile ambavyo watoto wetu wameweza kuhifadhi. Kawaida sisi tukiwa wengi mara nyingi utasikia kuna tusha ama kuna ya moto, lakini leo hii tumetulia, tumeweza kusikiza neno la Mwenyezi Mungu kwa muda mrefu, na ni wazo ambalo limeletwa na vijana. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu aweze kuwazidishia hawa vijana wetu inshallah. Sitakuwa mzungumzaji mrefu kwa sababu bado nangoja Kombani. Nimeanzia Vanga kwa musaba kama huu,
nimefika hapa na bado pia Kombani wako na musabaka na bado pia nao wanangoja. Leo hii tumekuja ili kupatiana support kwa vijana kwa ile kazi ambayo wameianzisha na pia kujiburudisha na neno la Mwenyezi Mungu. Nafikiri sote tulio hapa umesikia vile ambavyo ukisikiza Qurani ule mwili wausikia. So nataka niseme pongezi sana, pongezi zaidi kwa waandalizi na pongezi pia kwa majaji wale ambao wameweza kutulia na kusikiza na baadaye watapeana uamuzi. La msingi kama vile ambavyo tumeulizwa, hawa watoto ni wetu. Ili mtoto akuwe vizuri lazima mpatie foundation nzuri. Foundation ni hii: mtoto akihifadhi Qur'an atajiepusha na yale mambo mengine ambayo ni mabaya. Kwa hivyo tuendelee kupatiana support kwa watoto wetu katika ilmu ya dunia na ilmu ya kesho akhera inshallah. Pia nishukuru waheshimiwa wajumbe na pia nishukuru wale wenzangu wote, mawaziri, chief officers, wafanyikazi wote wa serikali gatuzi ambao wengine wamekuwa hapa kutoka mapema na wengine tumeingia nao, tumetoka nao Vanga. Nataka niwashukuru pia kwa kushirikiana na wananchi wa Tiwi ili kuweza kupatia support kwa vijana hao. Na kwa sababu tunakimbilia Tiwi, mimi naomba nipeane support ya kifedha kwa Abu Rashid Islamic Foundation kwa ajili ya function hii ya leo. Ameenda pia Abu Rashid. Chaledi yuko hapa. Haya, wale ambao wana support zao, opportunity ndio hii ili tuweze kuunga mkono hawa vijana kwa hii kazi ambayo wanaifanya. Chairman Abu Rashid. Haya, waziri mimi nimetoa shilingi 50,000. Waziri Saumu ameiongeza na shilingi 3,000. Shukran sana. Jazakallahu khair. Haya, wale ambao kwamba wana support wapeleke pale kwa governor. Haya, chifu wa afya Bwana Athman Mwachando shilingi 10,000 amesupport. Director wa mambo ya mpimo, mambo ya mashamba Bwana Buzuma, shukrani sana, shilingi 5,000 kusupport. Waziri Hemed Mwabuzo shilingi 2,000, shukrani sana. Chifu Shikeli shilingi 2,000, shukrani sana. Chifu Zimbo Children, shukrani sana, shilingi 10,000, jazakallahu khair. Mheshimiwa mjumbe wetu ambaye ni mteja wangu mimi, shilingi 10,000 kusupport. Mwanangu wapewa kuna Pongo Chikoneni, Mheshimiwa Mwaduga ama aka Mheshimiwa Msheto, shilingi 2,000, shukrani sana, jazakallahu khair. Admin nani mama? Administrator wa admin Bwana Sheikh, shukrani sana. Director, shukrani sana. Bwana Chiwe, Director Chiwe, shukrani sana, shilingi 500, jazakallahu khair. Director Binimosi, shilingi 1,000, shukrani sana, jazakallahu khair. Taomba tukomee hapo. Mashaka zetu tawashukuru sana. Tawaomba ruhusa wenzangu wengine watabaki kupeana zawadi. Mimi naomba nitangulie kule Komani inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Swala na salamu zimrudie kiongozi wetu Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niweze kuheshimu na kutambua itifaki zote. Mimi kwa majina kamili ni Salim Bakari Mwachombo,
Muslim Marriage Officer sehemu hii ya Tiwi, nikishirikiana na al-akh Ustadh Matari ambaye ni village admin. Mimi sitokuwa mrefu wa mazungumzo kwa sababu muda umeenda sana, ila niwapatie wale wote waliohudhuria sifa miongoni mwa sifa ambazo kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amekwenda kuwapatia Waislamu. Nikiegemea hadithi yake, Mtume anasema ya kwamba thalathu man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Kuna mambo matatu ambayo kwamba lau Muislamu atakwenda kuyapata, basi Muislamu huyu atakuwa amepata ladha ya imani. Miongoni mwa mambo haya, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma, ni huyu Muislamu kumpenda Mwenyezi Mungu pamoja na mtume wake sallallahu alayhi wasallam kuliko kitu chochote. Nimenukuu hadithi hii kwa sababu siku hii ya leo Waislamu wamekwenda kusanyika sehemu hii, wamewacha shughuli zao, lakini lengo na shabaha ni kuhudhuria mashindano ya Qur'ani tukufu ambacho ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Hii yote haikuwa lakini kwa sababu ya mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na baada ya kuipata ladha ya imani, kuna jambo moja ambalo kwamba tumekwenda kulikosa, na jambo lenyewe tumeweza kuipata ladha, lakini bado ladha hii haijaingia katika mili yetu. Nikisema hivi ni kwa sababu Qur'ani inaposomwa, Allah kasema ndani ya Qur'an, idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu. Qur'ani inaposomwa, basi ni jukumu la kila mmoja ambaye kwamba anaipata Qur'ani hii aweze kuisikiliza. Kwa hiyo ladha tumeipata ya imani, lakini ladha hii bado haijaingia katika mili yetu, ila wale ambao kwamba wamesikiliza, na wengi wetu wamesikiliza, ila wale wachache ambao kwamba wamekuwa na hatua moja na nyingine, wakati Qur'ani inasomwa, basi tunapoteza ladha ambayo kwamba tumeipata, ambayo ni ladha ya imani. Na wahusia pamoja na kuhusia nafsi yangu, tuweze kuwa makini wakati Qur'ani inasomwa. Mimi sipendi kuwa mrefu wa mazungumzo, naomba nikome hapa, na lau nimezungumza vibaya naomba mnisamehe, na kama nimekosea mahali vile vile naomba mnisamehe. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsan. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wal afwa minkum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Salim, asante kwa nasaha yako ambayo tumesikia vizuri. Na sasa hivi kwa kuwa tumemaliza shughuli zetu za kushindana katika Qur'ani hii, wamebakia kutangazwa wale washindi. Vijana wetu wote wameweza kusoma Qur'ani vizuri, lakini katika hao kuna wale waliosoma vizuri zaidi. Wote wamesoma vizuri, lakini kuna wengine wamesoma vizuri zaidi, na kila ambaye kwamba ameweza kushiriki katika kusoma, basi tunamwombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kumfanyia hifadhi yake iwe kali, na aweze kuisoma ile Qur'ani wakati anapohifadhi kana kwamba anaiangalia. Tumefikia wakati wa kutaja wale washindi katika kategori ya mwanzo au kikundi la mwanzo la juzuu moja, kisha tuje kundi la pili la juzuu tatu, kisha tuje katika kundi la tatu la juzuu tano, na kundi la nne la juzuu 10. Haya, kwa haraka tunaomba tutaje mshindi wa tatu katika juzuu ya kwanza ni Saumu Athmani. Mshindi wa tatu katika juzuu
ya kwanza juzu moja ni Saumu Athmani, na aje hapa mbele. Mshindi huyu tungependa azawadiwe na Sheikh Abdurazak. Tafadhali. Haya, Saumu Athmani tafadhali. Sheikh Abdurazak. Haya, songa. Haya, huyu ni Saumu Ali, mshindi wa tatu. Mshindi wa pili ni Ali Mkulu. Ali Mkulu, mshindi huyu wa pili tungependa azawadiwe na Ustadh Muhammad Matari. haya, alafu mshindi wa mwanzo ni Suleiman Ali. Mshindi wetu wa kwanza ni Suleiman Ali. Tungependa azawadiwe na Ustadh Hassan Gatiwi. Ustadh Hassan Gatiwi. Ustadh amemwongezea shilingi 1000. Jazakallahu khair. Tayeb, tunaondoka tunaenda katika kitengo cha pili cha juzu tatu, ambapo mshindi wa tatu ni Halima Muhammad. Halima Muhammad ndiye mshindi wa tatu. Katika kitengo hiki tungependa wote watatu wazawadiwe na uwakilishi wa chifukazi wetu wa Kwale Jamal Opacha, ambaye amewakilishwa na Sheikh Salim Abubakar Mwachogo. Haya, huyu ni watatu, Halima Muhammad. Alafu wa pili ni Muhammad Mwalago. Muhammad Mwalago. Wa mwanzo katika kitengo hiki ni Ali Juma. Ali Juma ndiye wa kwanza katika juzu hizi tatu. Barakallahu fi. Kija katika kitengo cha ongezea 1000. Mashaallah, barakallahu fi. Barakallahu fi. Haya, katika kundi hili la tatu juzu tano, watatu ni Idris Mwijaka. Idris Mwijaka, huyu watatu Idris Mwijaka atazawadiwa na director Buzuma, Bwana Ali Abdullah Buzuma. Wa pili Nurain Amri. Huyu wa pili pia atazawadiwa na director wetu Bwana Buzuma. Alafu wa mwanzo katika kikundi hiki ni Salim Juma. Huyu wa kwanza katika kitengo hiki atazawadiwa
na Chief Badru Shikeli. Na pia director anaomba yule mwana achemka kanibonga sana sasa hivi. Haya, chukua. Ongezewa 1000 nyingine ya pili Mashaallah. Takbir. Haya. Anakuja sasa kundi lile la mwisho la juzuu 10. Wa mwanzo ni Yahya, watatu ni Yahya Mwasifa. Ili kundi la juzuu 10 ningependa lizawadiwe na watu wawili kwa heshima na taadhima, machifu wetu wa Tiwi, Bwana Othman Mwashando na Sheikh Salim Zimbi. Tafadhali. Haya, msiondoke machifu. Anakuja aliyeshika namba ya pili, Kasim Makame. Kasim Makame. Haya, wa mwanzo moto ukata tena. Haya, haya, kundi hili la juzuu 10 limeongozwa na kijana Abdul Qudus. Haya, shukran, jazakumullahu khairan. Asante sana viongozi wetu kwa kuweza kushirikiana nasi katika kumaliza jukumu kama hili. Mwisho kabisa, wale wote ambao kwamba wameshiriki wana bahasha zao. Wale wote ambao kwamba wameshiriki wana bahasha ambazo watapewa. Ni 100, sio? 200. Anjo.